Denzel Washington ni moja kati ya majina makubwa sana kwenye ulimwengu wa filamu duniani, na unapolitaja jina hili kwa wale wapenzi watazamaji wa filamu pamoja na movies duniani, wanakuwa wameshapata jina ama wameshapata taswira halisi. Leo hii nakupitisha katika kisa pamoja na makala ndefu inayokusisimua ya safari ya Denzel Washington. Nyota huyo ama mkongwe huyo wa filamu Marekani anafahamika kwa jina kamili la Denzel Washington, mwenye miaka 69. Amesema amefanya uharibifu mkubwa katika mwili wake katika kipindi alichokuwa akitumia dawa za kulevya na pombe kali kwa wingi, ila sasa ni mtu msafi, huku akitaja siri ya ushindi wa vita hiyo kali ya dawa za kulevya pamoja na pombe. Mshindi huyo wa Oscar ama tuzo ya Oscar amepanga kusherehekea miaka 10 ya utimamu wake kutoka katika dawa za kulevya katika siku yake ya kuzaliwa atakapotimiza umri wa miaka 70 mnamo Desemba mwaka huu. Huyu ni miongoni mwa waigizaji waliofanikiwa sana duniani katika kizazi chake kutokana na umahiri wake wa kazi zake. Mwaka 2020 jarida la The New York Times lilimtaja kama mwigizaji bora wa karne ya 2021. Alipata umaarufu pindi alipoigiza katika tamthilia ya kimatibabu ya St. Elsewhere kati ya mwaka 1982 hadi 1988, pamoja na filamu ya kivita ya A Soldier's Story ya 1984, kisha mwaka 1989 kushinda tuzo 2 za Oscar. Denzel alifanya vizuri sana sasa kupitia filamu ya Gladiator 2 ya 2024. Katika mahojiano na jarida la Esquire mapema wiki hii, amekiri kuwa matumizi yake ya zamani ya dawa za kulevya na pombe yameacha athari katika afya yake. Nimefanya uharibifu mwingi kwenye mwili wangu, lakini sasa nimekuwa msafi. Hebu tazama, mambo yanafunguliwa kwangu sasa kama kuwa na umri wa miaka 70, alisema Denzel, na kuongeza, ni kweli na ni sawa kwa umri wa miaka 70. Hii ni sura ya mwisho. Ikiwa nitapata 30 nyingine ya kuishi, unajua nataka kufanya nini? Mama yangu alifika miaka 97, kwa hiyo nitafanya yale bora niwezavyo, alisema Denzel Washington. Denzel alifichua kuwa alijihusisha na aina mbalimbali za ulevi kwa miaka mingi, lakini hatimaye mvinyo uligeuka kuwa msaada mkubwa wa kumtoa katika uharibifu huo. Sikuwahi kutosheka na sikuwahi kuchoshwa na pombe, ila nilikuwa na wazo hili bora la kuonja mvinyo kama mbadala wa mambo hayo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa mwanzoni, ingawa ni jambo gumu sana, alisema Denzel Washington. Anasema alijifunza kunywa mvinyo kistaarabu akiwa na miaka 61 na ataendelea hadi atakapofikisha miaka 82, maana nyumbani amebakiza chupa za dola 4,000 tu, na kwa muda wote amepata ladha bora na familia yake ilimpongeza kwa hatua hiyo. Denzel Washington alianza utamaduni huo kwa kuagiza chupa 2 kutoka katika duka la Jill Turner's Fine Wine and Spirit huko Hollywood. Mke wake Pauletta alimuuliza kwa nini anaagiza chupa 2 tu kila wakati. Alimjibu, kwa sababu akiagiza zaidi atakunywa zaidi, na anaweza kunywa zote 2 wakati wa mchana tu. Hata hivyo, licha ya tabia yake hiyo, Denzel alisema alijizuia kunywa wakati akifanya kazi zake mbalimbali. Ikumbukwe, Juni 25, 1983 ndipo Denzel Washington alifunga ndoa na mkewe Pauletta Pearson, na tayari wamejaliwa kupata watoto 4. Mwaka 1995 wawili hao walirudia viapo vyao vya ndoa nchini Afrika Kusini, ambapo Desmond Tutu alihudhuria hafla hiyo. Na hapa nimekupitisha katika makala ya kusisimua ya nguli ama gwiji wa filamu duniani Denzel Washington. Wengi wamekuwa wakimfahamu mara nyingi ambapo anakuwa kama character ama mhusika katika filamu, akihusika kama mtu mbabe
wakati mwingine mtu mwenye mamlaka makubwa, na leo hii anasimulia kiundani jinsi ambavyo alipata athari kubwa sana kutokana na matumizi yaliyokithiri ya pombe pamoja na dawa za kulevya, lakini mwisho wa siku anakuja kuibukia kwenye mvinyo, na mvinyo ndio unamtoa katika urahibu huo mkubwa wa dawa za kulevya pamoja na pombe za matumizi ya kupindukia. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya makala za kusisimua pamoja na michezo, visa mbalimbali na vihoja. Updates hapa ndo kwake.